Jioni hii ya leo tuna habari hii ya Melot, lakini katika mtara wa nyumbani. Maana sema hii itafuata leo kwa sababu muziki una rhythm, muziki una hamo na muziki una melody. Lugha mbalimbali ambazo zinatumika kuelezea rhythm ambayo wanamuziki wameikuza sana hiyo, zaidi kuliko order, zaidi kuliko beats, zaidi kuliko parts. Pia katika lugha ya muziki unatumia neno harmony zaidi katika kuelezea swala hili, kwa maana ya amani, uwiano, ulinganifu, upatanifu, harmony. Wao wamechagua kutumia neno hilo sana, harmony, lakini neno lina maana hiyo: ulinganifu, upatanifu, uwiano katika kitu kinachohusu kubaliana. Tukawa tumeacha hili neno ambalo tutaliona leo, melody. Haya yote ni maneno yanayohusu uungu, na leo pia tutasoma mafungu machache, lakini pia tutapitia maandiko ya nchi wetu. Ni katika hayo ndipo tunaenda kuona uasi ulitokea hapo, na ndicho anachotumia muziki. Tulizungumza tu, lakini hatukujadili alifauluje kupata malaika hao. Tulisoma na tukazungumza muziki una mambo matatu. Niombe tusome Kutoka 15 mstari wa 2. Huu ni muziki ng'ambo ya bahari nyekundu, bahari ya Shamu, baada ya kuona kikosi kile cha Farao kimekufa maji. Musa, Miriam, wana wa Israeli wakaimba. Nasema, Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu. Naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Unasikia maneno? Unasikia maneno watu wa Mungu? Bwana ni nani? Ni nguvu zangu. Nguvu sana. Halafu ni nani tena? Wimbo wangu. Ukiyaona tu haya maneno hapo wanapoimba maneno hayo ambayo mimi na wewe tunayasikia yakisomwa hapo, Bwana ndiye, kwa sababu sura ya 15 ni wimbo. Huo ni wimbo wote huo, lakini nguvu ya huo wimbo iko hapo, na mimi ninahitaji tuweze kuona wote kwa pamoja. Iko hapo pia. Bwana ni nguvu zangu, ni wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Hiyo yote ni wimbo. Hivyo amesema Wanaisraeli wakamwambia wimbo huu
na ndipo unaona sasa wanaendelea nao. Tulisoma Waefeso sura ile ya 5 mstari wa 19. Nataka tuyaunganishe tu yote alafu nitarejea. Waefeso sura ile ya 5 mstari wa 19. Waefeso 5:19 nasema, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni. Kiingereza utasikia shout. Haya maneno ndio ambayo nimeweka kwa Kiebrania Zimrath au Zimri, alafu na Phalo kwa Kigiriki. Hayo ndio imetumika pale. Bwana ni wimbo wangu, ile neno ni wimbo wangu, ni hiyo Zimrath. Sio wimbo wa kusema tu ni wimbo. Lugha ya Biblia inayo maneno tofauti. Watafsiri tu wametumia hivyo. Kiingereza wametumia my song, Kiswahili nao nakatamka wenyewe ni wimbo. Ni kwa sababu tu kwa sababu ni lugha ambazo zina ufupi wa maneno. Kwa hiyo ni neno moja, kuna namna inabidi walitumia tu hivyo. Ingawa kwenye Kiswahili hawakutumia wimbo, kwa sababu kwenye kutafsiri pale yale maneno yaliyofuatana wakapata shida, wakatumia tu shangilia nani, Phalo. Lakini ndio ile neno Zimrath ni Phalo, ambayo kama wangeweza kulitumia wangesema wimbo, kama wangeendelea kutembea na hiyo tafsiri waliyotumia. Sasa hiyo lina maana gani hilo neno? Anasema Bwana ndiye wimbo wangu, alafu mshangilia Bwana. Anatumia neno shout. Na ndio maana ukisoma kwingine unasikia piga kelele, pigieni Bwana kelele. Na watu kwa kuwa hawajui ni lugha gani imesemwa hapo, basi wanapiga makelele na wakidhani ndicho kilichoandikwa hapo. Kule tafsiri tu wanasema ameiona kama kitu cha kupiga kelele, lakini tutakuja kuangalia vizuri, kwa sababu tutakapoenda kwa angalau moja wapo ya fungu tu tutakapozungumza kwa Yoshua yako mengi sana. Hata ukienda Zaburi utaona pigieni kelele za shangwe, kama ulivyosikia hapa, shangwe, shangilieni. Lakini ni neno ambalo halimaanishi kusikia, halimaanishi sound, sauti. Ndio ile ambayo tunaliangalia hapa, melody. Lakini ni tafsiri hivyo tu kwa sababu ya ufupi wa maneno. Ndio sia music ambayo tuliona maana ya kutafakari, weka mawazo kwa pamoja. Lakini neno halikomea hapo. Unapozungumzia hilo neno Zimrath, lina maana ya wimbo wa sifa. Fanya fikra inayohusu na ibada. Sababu hiyo neno latumika hapo. Kama unatumia vyombo, inasema to play a musical instrument to celebrate the praises of God in a song. Kama unatumia vyombo, hilo neno linamaanisha iliruhusu kitu kinaitwa sifa katika kusherehekea, kushangilia sifa za Mungu. Ndio kuona hivyo ndivyo analieleza hilo neno Zimrath na Phalo. Kwa hivyo wimbo wa sifa. Tembea kidogo tuweze kuona. Fungua tena tuweze kuona. Kabla tujaenda hapo, turudi kidogo na kwa Joshua. Kwa sababu kwenye inaitwa bahati mbaya sikuikopi hapa hicho kitabu ambacho kimeita moja kwa moja Zimrath na Phalo kama melody, lakini iko kwenye kitabu kimoja kinaitwa Theological Dictionary
of the Bible, ambayo ina sio tu kutoa maneno kama ilivyo strong concordance maana yake nini, lakini inayaeleza katika muktadha wa matumizi wake. Ndio ameliita hilo neno melody. Na Musa na Haruni na Miriam na wana Israeli wanaposema Bwana ndiye wimbo wangu, yani ndio sifa zangu, yeye ndiye sifa zangu, yeye ndiye melody yangu, inaeleza hivi melody, ingawa hii nayo kwenye kamsi zingine za kawaida tu zinazo tafsiri maneno ya muziki, na wanaeleza hivyo wakisema ni series of musical notes. Kwa hiyo wakieleza kwenye muziki wanasema melody ni mpangilio wa noti za muziki, ambao tulianza kuangalia muziki ni nini hasa. Kwa hiyo ni mpangilio wa hizo noti za muziki kama tonic surface ama staff notation. Wenyewe wakishaziweka wanasema huo mpangilio ulioweka, wanasema ndio melody. Na unatengeneza nini? That form a distinct unit, ambayo unatengeneza aina fulani inayooana kwa pamoja. Distinct unit maana yake kama ni unasikia ni kipande fulani cha muziki, wakiweka do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do ti la so. Kama mtu ataweka hayo mpangilio wa maneno, akaipa mpangilio wa hizo staff notation, akaipatia maneno ambao katika lugha ya muziki ama lugha nyingine hata Kiingereza tunatumia neno anaita lyrics. Kishaweka kama ambavyo waimbaji wameimba hapa, wakamaliza, hiyo ndio inaitwa distinct unit. Yaani ni unit inazokuwa na staff notation au tonic surface au ya muziki ambayo inatoa wazo moja, wanaita ni distinct unit. Ingelikuwa ni fungu kwamba ukisoma Marko 7 kabla watu hawajasema si kila kiingiacho mtu kinachomtia unajisi bali kimtokacho. Sasa wale wanaochukua tu fungu hilo, tukizungumzia upande wa maandiko, atakuwa hajatembea na kitu kinaitwa textual unit. Yaani ni hilo fungu alijaanzia tu hapo, limeanzia hapo juu. Ishu ilikuwa ni kunawa, na kunawa hawakufuata mapokeo tamaduni ya kwao. Kwa hivyo wanawashtumu kwamba wakunawa wamekula chakula bila kunawa. Kwa hiyo tatizo liko kwenye chakula, ilikuwa ni namna ya kunawa kwa mapokeo yao wenyewe. Sasa ukienda huko baadaye ndipo walipoeleza nini maana yake, ndio akaeleza kimwingiacho ni nini na ni matendo yafuatayo. Akaanza kutaja mambo maovu hayo yanayomtoka ndio yanamtia mtu unajisi, lakini hakumaanisha kutapika. Kwa hiyo mtu akisoma sura yote ya Marko sura ya 7 akafika mpaka mwisho, anatengeneza kitu kinaitwa textual unit. Yaani amejadili hiyo aya ndani ya mkutadha wake ulikoanzia mpaka mwisho. Sasa muziki ukitunga ubeti mmoja, distinct unit yake ina wazo fulani, na beti jingine linajenga kwenye wazo hilo, jingine kama lipo litajenga kwenye wazo hilo, na unapomalizika huo wimbo nasikia kipande cha wimbo kinakuwa na distinct note. Na hii unit, na hii ndio wanaita melody. Hizo ni terms wanazozielezea. Lakini pili wanaelezea melody ni nini pia. Ni linear structure of a piece of music. Linear maana yake ni kitu kilicho kwa ulao tu, akibadiliki. Kwenye muziki wana vitu wanaita pitch. Alafu wanaita kingine wanaita nini? Muziki wenzangu tusaidia. Najua mnaelewa. Hii ni linear. Linear maana yake haiendi hivi wala haiendi chini. Kwa hiyo kama hii imewekwa, basi itatembea tu kwenye uwiano huu. Hakuna itakufika mahala mawimbi yanaenda juu ama inaenda chini. Sasa ndio anasema kwenye kamsi kwamba melody ni hiyo ambayo wanatumia ni linear structure. Linear ni kwamba haibadiliki, imeenda tu hivyo, inaitwa ni linear.
Yaani kwa maana ya muziki ni kwamba ubadilishi wazo, ubadilishi namna fulani. Kuna wakati ndio maana ukiambia kwamba huu wimbo mbona una maudhui tofauti karibu kila beti, watu wanaweza sikuelewa ni nini, kwa sababu wimbo mabeti yote lazima yajenge pale, kwa sababu wimbo ni hubiri, na kila hubiri lina kusudi moja pekee, haiwezi kuwa na kusudi mbalimbali. The quality of my music ndiye ambaye ndio linia, kwa maana ya kwamba nitaendelea kwake yeye. Hakuna, unaona ile lugha anaitumia Yakobo, kwake hakuna kivuli cha kugeuka wala kubadilika. Ndio unasikia Yesu anatajwa kwamba yeye ni yule jana, leo na hata nini na hata milele. Ndio lugha ambayo unaiona Biblia ikileta kwamba Mungu habadiliki wala hakuna namna yoyote. Melody, tunasema yeye ndiye wimbo wangu, is my song, ndio sifa yangu, falo kwake huyo habadiliki. Na unajua wanapoimba hivyo wanaangalia alivyowatoa nchi ya Misri, hawezi kuacha wafie hapa. Hata walipogubikwa na hatari aliruhusu bahari, na kama alivyosema ninawapeleka, he changes not. Linear noti zake hazibadiliki, na wala ubora wake haubadiliki. Is my song, my zenith. Hii ndicho ambacho Biblia inataka tuweze kujua melody. Kwa hivyo ukisema is my song, ndiye melody yangu. In fact, kama ukitaka kuzungumzia katika muziki ukasema ni kitu gani hasa, kama rhythm itakuwepo, halafu harmony itakuwepo, unafanya kitu hiki ambacho sasa melody inakuwepo. Na kwenye melody hapa ndipo unasaji wa ubongo kesho. Hapa ndipo penyewe mara ambapo ubongo unanaswa, kwa sababu rhythm inatupeleka mahala na harmony. Sasa inategemea tu ni kodi hivi imeshikwa ya gitaa, ya kinanda, ya nini, kwa sababu kuna ubongo ambao ukishashika vitu hivyo, sasa inategemea sifa ya hivyo ulivyovigusa. Sifa hivi ndio wimbo wangu, ndio melody yangu. Nitaanza kuiangalia kidogo pia wale kinachofanyika. Nenda Yoshua, tamani leo kidogo nimalize mapema hapa, alafu niruhusu maswali. Yoshua na Kelusma. Soma Yoshua 6 mstari wa 5 na mstari wa 16. Kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, ninyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu. Watu wote watapiga nini? Kelele kwa sauti kuu. Na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale. Na hao watu watapanda, kila mtu akiendelea mbele kukabili. Nenda 16. Hata mara ya 7 makuhani walipozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapeni mji huu. Asante. Pigeni kitu gani? Kelele. Piga kelele. Lakini soma pia Wathesalonike ya kwanza, kwa sababu hilo ndio neno lile linasema Bwana mwenyewe atashuka na parapanda. Ndio hilo neno. Ni mpaka najiuliza kwamba kwa nini anakuja na hiyo parapanda ya trumpet. Ndio hilo neno hilo linamaanisha tarumbeta, ndio neno. Ndio maana ya kupiga kelele. Lakini ambayo tunaenda kuiangalia hapo ni kitu gani kinasema hapa. Wathesalonike ya kwanza sura ile ya 4 na mstari wa 16. Shout to the Lord. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu. Sauti ya nani? Malaika mkuu. Halafu na parapanda ya Mungu. Na parapanda ya Mungu.
nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Hapa hawakusema na kupiga kelele kwa malaika mkuu na toa mwito, tarumbeta ama ita, na hii kuita ndio sio kuita kwa kawaida, tofauti na neno call. Summon maana yake ni wito wa mwenye mamlaka katika utendaji wa jambo fulani, na hii ameita moja kwa moja command of the dead, ni amri ya Mungu. Ndio maana nasema atashuka, anapaza hiyo sauti hiyo, hata kuja kwake ndicho hicho kitakachosikika, komandi yake mwenyewe. Sasa matumizi yake yakoje? Ukisoma Isaya 44:23 anaelezea kwa nini hilo neno linatumika, hilo kupiga kelele, paza sauti, yani tarumbeta. Ndicho unaona kwa nini Yoshua aliwaambia wana Israeli wapige kelele, kwa sababu Mungu aliwaambia wapige kelele, maana alikuja kama askari wa vita. Siku ile alipokutana na Yoshua akamwambia utaratibu mtazunguka mara 6, siku ya 7 nendeni tena mara 7, alafu siku ya maramu ya 7 pigeni kelele. Ile kelele walikuwa wanapiga haikuwa kelele tu ya kusema kama vile mtu anazomea ama anafanyaje, hapana. Hilo neno halimaanishi kupiga kelele tu bila kujua chochote. Ina maana ya sifa kwa Mungu. Walichokifanya wana wa Israeli mara ile ya 7, kwa siku ile ya 7 waliimba sifa, lakini wametumia neno shout to the Lord. Pigeni kelele za shangwe. Kwa hivyo ukiangalia haimaanishi sauti ya juu, inamaanisha waliimba sifa. Walipoimba sifa ukuta ukaanguka. Na ndicho pia wale walipo wanaimba kwenye vita ya Shafat dhidi ya Moab, Edom na Ammon, walikuwa mbele. Walipoanza kuimba wimbo wa sifa, maneno muziki mtakatifu, Mungu akaweka wavizi yao. Na ndicho ambacho huenda kama sekonda hujazungumza kidogo, kwamba kama tutaelewa na maombi yetu yakabadilika, badala ya kuomba kupokea yakawa kusifu. Kwa sababu hata mtume wa Mungu ameandika watu wa Mungu wangekuwa na nguvu sana leo za kiroho kama wangelibadilisha oda ya namna wanavyoomba. Utakapofika hapo unaweza kuona. Unazungumzia yeye Mungu aliyeleta ushindi. Taona Yeremia, mafungu machache nimeweka hapa, Zefania, mafungu kama aliyoweka. Kwa hivyo neno hilo melody na hili ambalo linatumika kwenye piga kelele, ona lilivyoshikamana nao, kwa sababu upigaji wa kelele huu unaotajwa sio kupiga kelele sio fahamika. Ndio maana unaona Paulo anaelezea kama tarumbeta itapiga kelele na chombo chochote kitatoa sauti na isifahamike ni ya nini, kama ni vita, hakuna atakayejiweka kwa ajili ya vita. Paulo anazungumzia habari hizo akikosoa matumizi mabaya ya karama za Roho. Ile Wakorintho ya kwanza sura ile ya 14 kuanzia 12 hadi 14 anazungumzia juu ya mlio unaoandaa, unaoeleweka, unaotafsiri. Sasa kama inahusu sifa za Mungu na Mungu huyo anawapatia watu ushindi, ndio hilo neno linalotumika ambalo wametafsiria kama kupiga kelele na wametafsiria kama melody, ambayo kwenye Kutoka ameeleza moja kwa moja huyu ndiye wimbo wangu. Na nikaeleza hapa, unapozungumzia melody unazungumzia sifa za Mungu, unazungumzia Mungu mwenyewe, na huyo ndiye wimbo wenyewe. Na muziki wowote usipokuwa na melody, basi kuna kitu kingine hakuna. Turudi kidogo sasa uone ambacho kinafanyika. Jana nilisoma nukuu moja, lakini kabla sijaisoma hiyo niingia wapeleke kwenye Selected Messages book 2. Will make music a snare. Snare manake mtego, kunasa, kushika, kutumia muziki. By the way in which it is conducted, namna unavyofanyika ataufanya kwa mtego wa kunasa. God calls upon his people. Mungu anawaita watu wake who have the light before them in the word, walio na nuru mbele yao ya neno, and in the testimonies, na shuhuda, to read and consider, wasome na wazitafakari, and to take heed, na kuchukua tahadhari hiyo, clear and definite,
instruction, maelekezo yaliyo wazi yanayoeleweka has been given, yametolewa in order that all may understand, ili wote waelewe. But the itching desire, lakini ile shauku inayowaka ndani to originate something new, ili waje na kitu kingine kipya, results in strange doctrine, italeta matokeo ya fundisho geni. Na kumbuka anazungumzia, wakati anazungumzia hili swala, anazungumzia muziki na Ibilisi anavyotumia muziki kuleta kitu kinaitwa new and strange doctrine. Largely destroys the influence of those who would be power for good. Inaangamiza nguvu ambayo ingekuwa ulikuwa muziki uwe ni nguvu kwa ajili ya wema, lakini inaangamiza nguvu. If they held firm the beginning of their confidence, kama wangeshikilia kwa uaminifu kabisa mwanzo wa tumaini lao in the truth the Lord has given them, kama wangeshikilia ukweli ambao Mungu ametoa kuhusiana na muziki ingekuwa ndio chanzo cha nguvu yao, lakini Ibilisi ataufanya kuwa mtego, kuwa tanzi ya kunasa. Sasa muziki wa shetani ulivyoanza, turudi sasa kule juu katika Isaya sura ya 14 mstari wa 12 hadi 14, alafu twende Ufunuo 12 mstari wa 7 na mstari wa 4. Hebu soma Isaya hiyo sura ya 14 mstari wa 12 hadi 14. Jinsi ulizokatwa kabisa, sawa, ewe uliyeangusha mataifa. Ndio. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, sawa, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho wa kaskazini. Alisemea wapi? Nawe ulisema moyoni mwako. Ndicho nilichohitaji. Alisemea wapi jamani? Nakumbuka tulikuwa tunazungumzia habari za Haman. Alisema kitu kingine. Katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 7, Biblia inasema kwamba kulikuwa na vita wapi? Mikaeli. Alafu anapigana na joka na malaika zake. Alafu ule mstari wa 4 anaelezea mkia wake wa kokota theluthi ya nyota za wapi. Sasa tunakuja kuona kwamba alifanyaje, kwa sababu ukweli ni huo, alitumia muziki moyoni mwake, na nicho ndicho alichokifanya. Katika Ezekieli 28 mstari wa 14 hadi 15 anamtaja Lucifer kwamba alikuwa anaitwa kerubi mwenye kutia mafuta afunikaye. Na nimeweka hilo fungu hapo ambalo na Kutoka 18 sura ya 25 hadi mstari wa 18 hadi 25, anatajwa kerubi wawili walioambia Musa, tengeneza kiti, tengeneza sanduku la agano, alafu weka ushuhuda ndani, alafu weka kiti cha rehema chenye madini nacho. Warumi sura ya 7 mstari ule wa 7 na wa 12, hata kusoma tu mstari wa 12, anasema Torati ni njema na amri ni takatifu, halafu ni nini tena? Nimeweka hapo takatifu, ya haki na njema, holy, righteous and good. Ezekieli anasema ulikuwa mkamilifu tangu ulipofanywaje, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Na sikiliza vizuri sasa, alikuwa vizuri tu mpaka uovu ulionekana ndani yake. Na Yohana anaonyesha jambo hilo. Anasema huo uovu ni nini? Yeye anayeita hapo anasema ule unaosikia ni uasi, dhambi ni uasi. Kiswahili wamemalizia tu uasi. Sijajua kwa nini walichoka kumalizia ukweli wa neno lenyewe, kwa sababu ni uasi wa sheria. Ndio maana inaitwa anomia, neno la Kiyunani. Anomia ni sheria, ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo uasi ama dhambi ni kutokuwa na sheria. Alikuwa anatunza sheria takatifu, ilikuwa ni ya haki, ilikuwa ni njema.
Hizi zote ni tabia ya Mungu. Kuhifadhi, kulinda, tabia hiyo ya Mungu. Tabia kabisa ya Mungu mwenyewe, takatifu, haki, njema. Na alikuwa ndio mmojawapo ya malaika waliokuwa wanafunika, wanatunza, kwa lugha nyingine, tabia ya Mungu. Kutunza na kuhifadhi, maana yake Mungu alikuwa ndani ya fikra zake, ndiye aliyekuwa Melod. Sasa ona kidogo, na hiyo ndicho alichong'ang'ana, lakini aling'ang'ana mahala ambapo tuliona jana, tulisoma nukuu ambayo inaelezea mfumo mzima, ile sakiti nzima, Baba na Mwana inaingia hapa, inarudi huko, inazunguka, ikiingia hapa, inaenda kwa ulimwengu wote, na yeye akaklik pale kwa Mwana, na alijua ni nini anakifanya. Lakini alipoenda kwa malaika akawaambia kitu ambacho sio chenyewe, lakini ni hiyo usings of Satan. Ndiye alikuwa analidi, maana kwa nini anakosa wimbo? Kwa sababu ndiye anayefunika, ndiye anayetunza. Anatunza nini? God's attributes. Ndio ulikuwa wimbo. Ukizungumzia mbinguni wanaimba, hawaimbi tu nyimbo, maana wanaimba kuhusu Mungu. Maana ndiye sifa, ndio wimbo, ndio kila kitu, ndiye melody. Sasa akaona, na sasa unajiondoa kwenye melody, akakoma kufunika, to protect, to hedge, kukeep, akajiondoa. Alipojiondoa, tutakuja kuangalia nukuu hapa ambavyo vile alivyofanya kujiondoa, ambavyo mbingu zilichukua naye. In fact, mbingu zilichukua naye kwa muda mrefu sana, mpaka waliposamani jeshi lote la mbinguni kuja mbele za Muumbaji, na kila mtu afanye maamuzi, na hiyo ilikuwa ndio mwisho. Na moja ya tatu wakasympathize na shetani, ndio kuangalia alichokriti, na hiyo ndio kila aliyoshuka nayo hiyo, na ndio anayofanya. Mjumbe wa Mungu ametuona kwenye ile message ya kwamba kama tutakubali uboreshaji wa muziki, kama hatutakubali uboreshaji wa muziki, kwa sababu muziki unaleta new doctrine and strange doctrine. Ndio shida ya muziki, ni fundisho kabisa, unafundisha kabisa. Kwa hiyo ukishahama tu hapo basi, kwa sababu Mungu ndiye aliyekuwa melody yao kule mbinguni, na yeye alikuwa anatunza hiyo melody, kwa sababu attributes za Mungu amezitaja: takatifu, haki na njema. Ukiangalia ndio hizo attributes za Mungu ambazo zimewakilishwa kwenye sanduku la agano, na kwa malaika juu mbinguni wanafunuliwa, makerubi wakiwa kwa upande huu wakitia uvuli kile kiti cha enzi, kiti cha rehema ama kiti cha hukumu, ambayo akizungumzia kerubi afunikae mwenye kutia mafuta, alikuwa ni yeye. Na kwa sababu vyote vifaa vya muziki alitengenezewa pamoja, vilikuwepo na alitengenezewa kwa ajili yake. Na muziki maana yake anaimba, na anamuimba nani? Mungu. Kama anamuimba Mungu, ndio maana nasema alikuwa ni kerubi anayefunika, kwa sababu ndio leader wa huo muziki unaohusu Mungu. Kama unavyoona hapa wanaimba, Mungu ndiye wimbo wangu. Wanatumia neno Farao, wanatumia neno hilo Zimuneth, ambao sema ndio wimbo wangu. Kwa hiyo wakikoma tu kuimba, wanaimba nini? Wanaimba wimbo. Niwaambia kwamba vile kuangalia mbinguni wanaimbaje, lakini naanzia leo jambo hili kwamba wanaimba kuhusu Mungu. Kesho tutakuja, unapoingia sehemu ya pili, utakuja kuona dunia jinsi ambavyo wanaimba. Kwa Biblia yenyewe itatusaidia kuweza kuona, kwa sababu Mungu hawezi kuficha ikiwa anataka, kwa sababu ni sehemu ya muziki. Kwa hiyo wanaimba Mungu. Ukiuliza tu wanaimba nini? Wanaimba juu ya Mungu. Hawaimbi kitu kingine. Juu ya Mungu wanaimba nini? Wanaimba sifa zake. Na ishara ya kuonyesha kwamba hii Mungu yuko ndani yao, ndio wimbo wao, ni hiyo ambayo tunasema ni parts, order ama rhythms. Jana kumbuka tulizungumza jana, wanafunika na unajua hakuna melody. Na kama melody hakuna, anabaki huyu Lucifer. Na ndio maana nabii akatueleza tukifuata maelekezo yalivyo hawezi kupata nafasi, kwa sababu ana mpango wa kutumia muziki kuleta mafundisho makini. Sasa ona, kwa sababu anajua hiyo yote, hiyo kitu iko kwa Mwana, anajua kabisa. Alijua mahala pa kurusha, anaenda kuklik kwa Mwana,
Nitaka harmony ni yeye. Ili iwepo harmony, tranquility, amani ya kweli, complete, ambayo tuiangalia kwenye Isaya jana na tulisoma Isaya 26 mstari wa 3. Ni wale ambao wana stay sawa, wanao stay na kugandamana na yeye na kuegemea, bado wanapata amani kamilifu, complete shalom. Kwa hivyo ni yeye, ndio maana anajiita mfalme wa amani, na sio tu anajiita hiyo majina yanaanzia hapa, hapana. Ndiye harmony. Ukizungumzia mbingu unazungumzia Kristo anaye harmonize. Ndiye anayeleta peace, analeta tranquility, ndiye analeta kila kitu kinakaa vizuri. Na alijua ni mpaka nishughulike na huyu. Nisiposhughulika na huyu siwezi kupata mamlaka hayo. Mapinduzi hawezi kutokea. Hapawezi kuwepo na harmony isipokuwa yeye yupo. Kwa hiyo ndicho tukifanya. Sasa tukifanya ni nini? Sikiliza. Lucifer gloried in his brightness. Kwa sababu ya ule utukufu aliokuwa nao, swali lake ni hili. Why should Christ have the supremacy? Why is he honored above Lucifer? Ndio hiyo swali. Kwa nini yeye aheshimiwe zaidi kuliko Lucifer? Kwa hivyo hoja akaona hiyo haiwezi kufanya kazi, kwa sababu akishughulika na mwana ametibua kila kitu. Kwa hivyo ndicho alichokifanya. Alipoenda kwa malaika akaenda na muziki wake, ona muziki aliokwenda nao. Content ya kuleta mashindano, ya kuleta mjadala, ya kuleta maswali among the angels. Sasa hapa ndipo nataka uone kitu kwamba alifanikiwaje kufanya hiyo kitu. Alitumia music yake. Na ndicho alichofanya kwa Hawa. Unajua Hawa, tukisoma kwenye kile kitabu unasikia tu nasema akamwambia eti ndio Bwana Mungu alifanya. Alitumia muziki. Yaani maneno yameandikwa kwa sababu hayana noti. Na ndio unaona mpaka yeye kwenye ukombozi ulimwenguni ndiye anayekuja. Ndio unaona Luka pale anaelezea ile Wakorintho ya pili sura ile ya 5 mstari wa 18 hadi 20. Anasema Mungu alidhihirisha pendo lake kwetu sisi. Anaeleza ya kwamba Mungu alikuwa ndani ya nani? Ya mwana, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Yaani ili upatanike ulimwengu na Baba. Anayefanya upatanifu huo, harmonizer, the harmony of heavenly music, ni huyo. Ndiye aliyefanya harmony mbinguni walipomtoa huyu, na alipoleta shida hapa duniani ilibidi yeye ndio aje, kwa sababu ndiye harmony. Akikosekana huyo, no melody. You cannot meditate about God. Huwezi ukahedge, huwezi ukaprotect, you cannot cover. Na kwa sababu hiyo ndio maana ilibidi yeye aje. Kwa hiyo mwanzoni akaficha makusudi yake, akaonekana kuambia malaika kila ambacho sicho. Ona alichowataka. Naona alichoshughulika nacho, alichoshambulia. Alisema he began to insinuate doubt concerning the laws that govern heavenly beings. Akawaambia kuna shida kwa sheria zinazotunza viumbe wa mbinguni, nafsi za mbinguni. Kuna shida hapo, na kwa sababu hiyo intimating that the laws that govern heavenly beings, intimating that the law, though those might be necessary for the inhabitants of the world, ingawa hizo sheria ni muhimu kwa wakazi wa malimwengu, angels being more exalted, kwa kuwa malaika wao wametukuzwa sana, needed no such restraint. Hawahitaji mazuio hayo ya kisheria. Ona alivyokwenda. Hakueleza ukweli. Ukweli wake ulikuwa wapi? Ilikuwa ni kwa harmonizer. Lakini anapokuja kwa malaika akatoka na ile music yake. Kumbuka ilikuwa na to hedge, to protect mbele ya the ark of the covenant. Haina Mungu ndani. Na wao malaika mwanzoni hawakuelewa. Unajua kuna challenge kubwa sana hapa, hawakujua. Alificha ukweli ulioko pale. Na alipokuwa anaeleza jambo hilo, they were not beings that could bring dishonor to God. Sisi sio wanadamu wengine kama wanavyoona wengine kwamba tusimheshimu Mungu. Hapana. All their thoughts were holy. Mawazo yetu yote sisi ni matakatifu. It was no more possible for them than for God himself to err. Yaani ni kitu ambacho hakiwezekani kwetu kama ilivyo kwa Mungu mwenyewe kukosea. Wazo zuri kweli kweli. Nyie mnaliona? Hakuja na gia ya malaika ya kwamba simtaki huyu, sitaki hii ambayo ndio namchukia huyu. Alikuja na wazo la kuboresha. Ngoja uone. Reformation.
sio la kuangusha, ilikuwa ni kureform. Sasa ile ujue mamlaka ya mwana aliyoyaasi ndio tulikuanzia tangu kwamba yeye ndiye harmony ya kila kitu, wakaasi huyo ambaye ndiye anafanya the circuit ya malimwengu yote. Sasa ndipo uone kwamba hapa kuwepo na melody anymore, hapa kuwepo na harmony na rhythms ikaharibika. Kwa hiyo ilitakiwa waitwe, hizo ndizo lugha alizotumia katika kufanya hivyo, na yeye alitamani kumshinda mwana wa Mungu, na hicho ndicho alichotamani kufanya, lakini akapotea. Kwa hiyo kwa ufupi niseme hivi, Lucifer hakutaka kuangamiza serikali, alitaka kuboresha. We don't need the law. Satan and his sympathizers were striving to reform the government. Shetani na wenzake wanajaribu kufanya matengenezo ya serikali ya Mungu. Satan with the followers was driven from heaven. Na wewe niwaambie, unapozungumzia muziki leo, hauji kama wanataka kuangamiza muziki mtakatifu. Mnalisikia, lakini hajawahi shetani kuambia malaika tuangushe serikali ya Mungu. Alikuja na agenda tuboreshe. Kwa vichakani hauna akili, unaharibu muziki. Ibilisi alijua akienda kwa agenda hatutaki hii sacred music, hatutaki muziki mtakatifu, hatapata hata moja. Agenda yako kuleta maboresho. Ndio maana ninyi nendeni tu muone, mkitaka muone kwamba muziki sio kitu kidogo, mniambie ni harusi ya nani haina maboresho. And laws of heaven, order tuliangalia. Ni kitu gani mnakumbuka? Katika lugha ya muziki wanahitaji order, katika lugha ya muziki wanahitaji rhythms. Anahitaji aboreshe rhythm, halafu na sheria ambayo ndio attribute ya Mungu. Rhythm, order of the law of heaven were necessary for the stability of the divine government. Ili serikali ya Mungu iwe stable, stability imara, panahitaji mabadiliko, maboresho yafanyike to promote loyalty. Tukifanya mabadiliko ndipo unahamasisha utii and preserve harmony and peace. Mwisho wa kudumu. Kwa hiyo serikali hii Mungu sio kwamba ni mbaya kihivyo, lakini inahitaji maboresho. Sehemu ngapi? Inahitaji 1, rhythms; 2, nini? Kitu gani? Amri. The heavenly principle. Halafu itapromote nini? Harmony. Na nini wapendwa? Na peace. Na tuliangalia neno peace, shalom and harmony, tranquility. Ndipo utapata ile amani, ndipo wewe ufalme utathibitika vizuri, uimara utakuwepo. Ndicho alichopenda kwa malaika, na hawakupona hao theluthi ya malaika. Kwa sababu hiyo mambo yakaharibika, yakawa hivyo yalivyokuwa. Na muziki, hakuna hata siku moja katika muziki tunaoita wa Kikristo ambao watu wameukataa, ila wameuingizia maboresho. Basi nimeshindwa kufika alipotoka, alipokuja hapa alisemaje na hiyo kete yake. Sitafika hapa kwa sababu ya muda wangu, lakini tutakuja kuona sehemu ya pili ya muziki katika pambano. Ndiyo hiyo aliyokuja. Kwa hiyo alichokuja nacho ni hivi kwamba sisi ni watakatifu. Hata wewe mwenyewe unafahamu hatuwezi kukosea. Wale wengine wakina Adamu na Hawa, hao ni wanadamu, wanaweza kukosea, wanahitaji sheria. Kwa hiyo sisi kunahitaji kuboresha ili ifae vizuri. Kuzungumza kuboresha maana yake ifanye kazi vizuri. Kwa hivyo ili mfumo mkae vizuri, kuwepo na harmony, kuwepo na peace, panahitaji maboresho. Hiyo ndio aliyokwenda, lakini anajua anabonyeza kitu gani anachokibonyeza. Kwa hiyo Mungu alifahamu kitu gani anafanya. Moyoni mwake anataka madaraka, na walipokubali hivyo, nabii anasema waliasi mamlaka ya mwana mtakatifu wake. Ni hicho alichojiondoa, akaleta muziki, akapata wahao, na akaja duniani akapata na hao pia.